hii clip labda imfikie Elisha, una yapi ya kumwambia? Yapo mengi ya kumwambia, yani kikubwa yani hata kama clip akiona, mimi kama ndugu yake, mdogo wake pia ananijua, tunafahamiana, natamani siku moja niingie naye studio, na kuna ngoma nilishaiandaa toka 2019. Toka 2019 hiyo ngoma nilishaiandika chorus na verse moja. Yani verse ya pili aimalizie yeye. Yani natamani hata leo yani nipate naye bahati kuingia naye studio. Yeah. Uhali gani mtazamaji wa YouTube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV. Bwana, kama ilivyo kawaida yetu, tuko zetu kitaa, na leo tuko kitaa, tuko na mwanetu, mtu ambaye alikuwepo kwenye mziki wa Singeli na baada ya muda sasa ameamua kurudi tena, kurudisha majeshi yake kwenye huu mziki. Tuko hapa, kaa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka pale tutakapokwenda kutamatisha kipindi chetu hiki. Bwana, mambo vipi? Kama kana kwaje? Fresh kabisa. Fresh. Bwana, ningependa watazamaji wa YouTube channel yetu hii pendwa wajue wewe ni nani. Mimi kwa majina ninaitwa Mediwani. Yeah. Na hilo ndo jina lako la uhalisia au ndo msanaa? Hapana, hiyo jina langu la sanaa. Jina langu la uhalisia naitwa Muhammad. Yeah. Kwa nini Mediwani? Kabla ya kujulikana kama jina la Mediwani, nilikuwa mwenyewe nijiita Young Boy Medi. Yeah. Kipindi hicho bado nipo mdogo. Yeah. Kwa hiyo producer ambaye alikuwa ananisimamiaga kipindi kile akaniambia hilo jina mbona kama lina utashi fulani hivi. Kwa nini katika mtaa wako kwani Medi wapo wangapi? Mpaka katika mtaa wangu bwana Medi mimi nipo ni mimi peke yangu. Yeah. Basi mimi naomba nikubadilishe jina, naomba nikuite Mediwani. Yeah. Kwa hiyo ndo jina Mediwani likaanzia hapo. Okay. Yeah. Mediwani. Yeah, ila kwa jina la utani Chicken. Yeah. Okay. Sasa Medi, wakati tunazungumza napata saa kuzungumza kidogo, sema kwamba ulishawahi kufanya mziki hapo mwanzoni, mziki wa Singeli, na baadaye ukaamua kurudi katika huu mziki. Ni kitu gani ambacho kilikufanya wewe uweze kuacha huo mziki wa Singeli na sasa hivi umeamua kurudi? Kitu ambacho kilichonifanya ni stop kwenye mziki kwa kipindi kile kikubwa ni upo mazingira, ni management ambayo tulishindana kwenye mazingira ya kimikataba. Kwa hiyo baada ya kuofficial management yangu ilinichukua sana muda sana, kama kipindi kama cha miaka 3 hivi kasoro kurudi tena kwenye game, ila ni kikubwa ilikuwa ni management ndo ambaye ilifanya mpaka mimi ngakaa kimya, kwa sababu kipindi kile ambacho nazingwana management yangu sikumpata tena mbadala mwingine ambao wa kunisimamia. Kwa hiyo ikanichukua muda sana mpaka kurudisha kwenye game. Yeah. Na shida ilikuwa ni nini kwenye management? Kwamba ratiba zilikuwa ngumu sana au watu walikuwa hatii hela? Maana kwa sababu ni vitu vingi ambavyo vinatokea kwenye management, wengi wanasema kwamba makubaliano ambayo yalikuwa yamewekwa kwenye mwanzoni wakati mnasaini hiyo mikataba na utekelezaji ni vitu viwili tofauti. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kimezingua sana kwenye management? Kitu ambacho kimezingua kwenye management ni mazingira ya makubaliano. Makubaliano yani kimkataba zaidi. Hiyo nyingine ni secret. Ila kikubwa ni makubaliano kwenye mikataba. Ndio kitu ambacho kilichofanya mpaka mimi nikashindana na management yangu. Yeah. Na umesema sasa hivi umerudi tena kwenye huu muziki kuendesha gurudumu. Ni kitu gani ambacho kimekufanya urudi? Labda umekaa ukaona kuna mapungufu sehemu, au ni kitu gani ambacho kimekufanya urudi katika huu muziki tena kwa mara nyingine tena? Kikubwa kilichofanya nirudi, washikaji na baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wananipigia kelele, mbona upo kimya, hatusikii kazi hivi na hivi. Mimi kama mimi na baadhi ya watu ambao wananizunguka, kuna ngoma ambazo nimeiandika, zipo nyingi ambazo nilizoziandika, ila wao wenyewe walipendekeza ngoma ile itoke. Kwa hiyo ikapigishwa donate washikaji wana hapa na pale, nikaingia studio na kweli nyimbo nikaimba na kweli ikanirudisha kwenye game. Mpaka sasa hivi ninapozungumza naye studio zipo ngoma ambazo nyingine nishazirekodi ambazo pia zijatoka. Yeah. Kitaa unakizungumziaje? Maana hapo kitaa wanakuzungumziaje? Maana hapo umezungumza kuhusu washikaji wanakuchangia nini unaingia studio. Kitaa kinakuzungumziaje wewe na kinakuchukuliaje wewe kama Mediwani tangu umeanza muziki wako mpaka sasa hivi?
Na kitaa kinazungumzia sijajua, ujue kila binadamu anakuzungumzia the way anapokuchukulia wewe. Ila kwa watu ambao wananizunguka mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, naishi nao vizuri na wanani vizuri, ila katika maisha huwezi kupendwa na watu wote. Lazima kuna watu wanakuongelea vibaya, mwingine atakuchukulia kwa jinsi, kwa sababu sisi wasanii tunachukuliwa, yani mara nyingi sana wasanii aswaza sisi ambao vijana tunajitafuta tunachukuliwa vibaya sana, mtu anatutreat vibaya. Kuna sisi tunafanya muziki kwa ajili ya kupata mademu, kuharibu watoto wa watu hivi na hivi. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa mtaani kwangu hapa naishi na watu vizuri na watu wananichukulia vizuri tu. Yeah. Tuzungumzie huu muziki ambao umekuja kuutoa. Unaitwaje? Nyimbo yangu inaitwa Hanipendi. Hanipendi ni kitu gani ambacho kilikumotivate au kilikuinfluence wewe kuandika ngoma hiyo? Ni true story au ni story tu kutoka kwa washikaji? Hanipendi ni ngoma ambayo imezungumzia maisha yangu mimi kama mimi ya mahusiano. Kuna binti nilikuwa nampenda na nilikuwa najitolea kila kitu kwake, nilikuwa najinyima sometime moja apate yeye ale yeye. Lakini dakika za mwisho sijui ni kitu gani ambacho kilichosababisha mpaka ananilia afanye aliyofanya, na kikubwa kilichofanya pa niandike. Kuna kipindi kwa tuna chat kwa njia ya message. Kweli kuna message ambazo alizonitumia zilikuwa kwa upande wangu mimi zilikuwa ni mbaya, hata kama uko ni wewe hapo kwa mtu wa kiume kama wewe, mtu akutumia message kama zile pale, na kama ni kumkashifu mtu hivi. Unajua kipindi sisi wa vijana ambao tunajitafuta tunaaso, kwa hiyo pale ni mmoja kwa moja ikanichukua niandike ngoma ngoma Hanipendi imezungumzia maisha yangu ya mahusiano na ni story kabisa ambayo iliyonihusu mimi. Kwa hiyo hata kama mimi nikiandika kitu kinachonihusu mimi, najua tena kuna wengine story kama yangu ndio itakuwa imewapata vile vile, na ndio maana hata ngoma kipindi imetoka watu waliipokea kwa mikono yote miwili. Yeah. Na hiyo ni true story, kitu ambacho kimekuinfluence uandike. Je, tangu upoitoa hiyo ngoma, huyo mtu ambaye ulimwandikia ashawahi kuisikia au impact yake ilikuwaje? Yani una ile nini ile unasema labda nimetoa hii ngoma, inawezekana huyu mtu ashawahi kuisikia hiyo ngoma? Hiyo ngoma kwa kuisikia na hisi atakuwa kaisikia, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii wanaona ananifuatilia sana YouTube. Ndio wapi sana wapi? TikTok. TikTok pale mtu akishaingia kwenye view profile lazima uone, unajua mtu fulani kaniangalia. Kwa hiyo sijaji kuisikia na itakuwa ameisikia na kuifuatia kaifuatilia. Hata hivyo baada ya ile mizozo hapa na pale mimi niamua kubadilisha mpaka namba. Kwa hiyo sijajua mwenyewe kama alikuwa ananitafuta au vipi. Uliamua kumove on. Niliamua kumove on. Unakuta mtu unakuwa unampenda. Unajua kabisa. Mimi kifupi mimi ni mwepesi na kumove on kwa mtu. Nikishajua hapa huyu anipendi, inakuwa ni nyepesi mwepesi kumove on. Japo ni mtu ambaye nilikuwa nampenda, kupita maelezo. Kupita maelezo nilikuwa nampenda sana. Sana. Lakini ilinichukua muda mpaka kumsahau. Na kweli nikaanza kumove on mpaka sasa hivi nafanya maisha yangu. Kwa hiyo kifupi watoto wa mjini tunaita kwamba message sent and delivered. Message sent na itakuwa ilifikia. Sio poa. Bwana, kwenye hudi ya Chamazi huku kuna wasanii wengi sana wa muziki wa Singeli ambao ni icons wana represent, au akina Dogo Malo au akina Elisha na wengine. Ni msanii gani ambao unaona kabisa kwamba huyu ni icon ambaye namuangalia mimi, ukimuona yeye na unajiona wewe na unatamani kufanya naye ngoma, nafasi ni ya kwako? Ni msanii ambaye namuona kwangu ni icon na kama kioo kwangu, na ninatamani hata siku moja niingie naye studio. Dogo Elisha. Dogo Elisha mimi kama mimi alinivutia kuingia kwenye muziki wa Singeli. Mimi kabla kuimba kwenye muziki wa Singeli nilikuwa naimba Bongo Flava. Mpaka kesho unaekea hata beat ya Bongo Flava hapo, niambia bwana andika upita au mnapita vizuri. Ila muziki wa Singeli tu ni muziki ambao ni kama kacha yetu kwa muziki wa Tanzania. Kwa hiyo mimi mtu ambaye anayemwangalia ni kama ikono wangu ni Elisha. Sasa ndio ukapata wasaa kukutana na Elisha, kama huu ndio wasaa hii clip labda imfikie Elisha, una yapi ya kumwambia? Yapo mengi ya kumwambia, kikubwa hata kama clip akiona mimi kama ndugu yake, mdogo wake pia ananijua, tunafahamiana, natamani siku moja niingie naye studio, na kuna ngoma nilishaiandaa toka 2019
Toka 2019 hiyo ngoma nilishaiandika chorus na verse moja. Yaani verse ya pili aimalizie yeye. Yaani natamani hata leo yani nipate naye bahati kuingia na studio. Yeah. Natamani sana niingie na studio Elisha. Ni msanii ambaye ananivutia ni kwa kila kitu. Kwenye uandishi, kwenye kuimba, kwenye swaga, muonekano. Yeah. Tumia WhatsApp kumwambia. WhatsApp. Kama ndo unamuona Elisha ndo hapa. Ndo mwambie sasa. Ndio sawa na kumwambia bwana kaka mimi natamani nifanye kazi na wewe. Yaani sana, yani natamani wewe ni kioo changu, ni icon wangu na ndio msanii ambaye unanivutia yani kwa kila kitu yani. Natamani sana niingie studio siku na wewe tufanye kazi. Yeah. Wakati tunaenda kumalizia una lipi la kuwaambia mashabiki wako na watu wote ambao wanapenda muziki huu wa Singeli? Mashabiki wangu na watu ambao wanapenda muziki wa Singeli, mimi naomba tu wanekee sikio na kunisikiliza na wanipokee. Kikubwa ni support, watu support, hata sisi wasanii ambao tunajitafuta tunahitaji pia support na kusapotiwa vile vile. Na waahidi kutoa kazi nzuri. Kikubwa tu aweke support nyingi. Tunatoa kazi nzuri na ngoma zipo studio ambazo zisharekodiwa tayari na ngoma ambazo zingine zishaandikiwa, zishaandikwa. Kikubwa tu support na waahidi kazi nzuri. Mtu akihitaji kukupata wewe Medi1, either anataka kufanya interviews au anataka kusikiliza ngoma zako, anakupata kwa namna gani? Kwa kutaka kusikiliza ngoma YouTube akiandika nipo napatikana pale kwa official Chicken. TikTok napatikana kwa jina Chicken 23 au toto la mama kuku. Kwa FB napatikana kwa jina la Medion TZ, ila mimi sio mpenzi sana kutumia Instagram. Yeah, ila kwa mitandao hiyo hata baadhi ya nyimbo zangu upande wa Audiomack inapatikana. Na katika baadhi ya mablogu hizi kama Ike Mziki, Video Boy Media napatikana. Yeah. Na namba ya simu? Namba collabo? Namba yangu ya simu ya kazi. Bwana mtazamaji wa YouTube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV, tulikopo hapa kitaa tunazungumza na Medi1. Asante sana kwa kutumia muda wako kuangalia kipindi chetu hiki kuanzia mwanzo mpaka sasa tunapokwenda kumaliza. Bwana, mwisho wa kipindi kimoja ni mwanzo wa kipindi kingine. Hii ni Nyayo TV. Thank you for your time. Until next time.